I look forward to take the least time possible to share with you on faith and finances. And for those that were here yesterday, we were reading from the book of Genesis chapter 41, and I'll go back there. That's where I'll go back. Genesis chapter 41, na mstari wake ni wa 17. I guess we started from verse 17, yes. Inaitakuwa ya baraka. Bwana asifiwe sana. And for those that were here, I started by saying, kitabu cha Genesis 41, story ile tumepewa pale kuhusu ndoto, ni story ambaye ndoto yake ilikuwa inaashiria mambo kuhusu na uchumi wa nchi ya Misri. Bwana asifiwe sana. Na that tells you that God is concerned and he has great interest even in economy and even in the economics of his people. Mungu si Mungu mwenye hajali ate yeye anaongea na wewe maneno tu ya bikuni, na ikifika ni maswala kuhusu vile unateseka hapa duniani bila kujua utatoa wapi pesa enough ya kulisha familia, ate Mungu ana assume. No, he would be a very irresponsible father. And I know you have also heard many people, sometimes, let me say some, especially in our generation, there are some so-called pastors, men of God, leaders, preachers, who have come up to say, God does not get bothered about our financial life. I even heard one categorically say, there is no pastor on earth that can teach you how to prosper. If you want to understand prosperity, you go talk to financial experts. I said, this is a person who is very carnal. He thinks life is about money. Or rather, what he sees in life, he thinks it starts here. No, life is spiritual. Your reasons of not having money could be spiritual. The reasons why you misuse money could also be spiritual. Jina Bwana libarikiwe. Or even the reasons why you get money can also be spiritual, depending with what you are learning. Amen. And I also read you here on Sunday in the book of Judges, chapter 6. It was a time when the Israelites were so impoverished because the hand of the Midianites had oppressed them. When they cried unto God, the Bible says God sent them a prophet, not a financial expert. Mungu akawatumia nabii. Yet the prayer was about, remember us, our harvest is being destroyed. You would have expected God to send them somebody who understands farming, isn't it? So that he can help them on how to have more and greater harvest. No, God sent them a prophet. He told them, the reason why your harvest is under attack, it's because of your relationship with me. The same thing, you go to the book of Haggai. They called God at the time when they were so economically down. Nothing was working. And again, they were still fighting battles with the people that were refusing them to build the temple, to build the wall, and so on. And the prophet who came told them, this is why you are in this kind of situation. Because my house remains in shambles when your own houses are well decorated. Who would have thought that's the reason? Who would have thought? Ndio akawaambia, mkienda kulima, munapanda 100, badala ya upate a greater yield than what you put down, unarudiwa na nusu. Unaweka 100, harvest inakupea 50. Na nabii akawaambia kwa roho wa Bwana, mashamba yenu ina behave hivi kwa sababu ya relationship yenu na Mungu. Heke dodo ile. Kuna kitu sipendagi sana. Mtu anasikiza neno hivi. Sipendi hivyo. You see, the hunger for, for God and for the voice of God in Kenya, I think it's something we need to pray for. Yeah, this is something we need to pray for. And by the way, it is one of the reasons why you don't have money. Yes. Juu huwezi changamukia kila kitu isipokuwa neno. Then maisha yako iende sawa. Ni uongo. Nataka ile energy unakuaga naye kwa chama. Nataka hiyo energy. Yenye unaendaga kuargue kuhusu pesa. Pesa yenye huna spiritual principles hata ya kuzikuza. Jina Bwana libarikiwe. Nataka energy hii unakuaga naye wakati unaona
Mliniambia mnaonaga ayana. Hiyo yenye mpaka inafanyaga boga iugue. Ukiwa hapo, I don't know, sijaiona ayana honestly speaking hata mara moja. So sijui inaonyeshaga nini. Labda kuna watu unahurumiwa hapo ndani. Kai. Unahurumia mtu mpaka unakuta boga imeugua. If you transfer the same energy to how you hear God's word, it will totally change your life. It will. Hiyo ndio difference yetu na makanisa za Nigeria, za Ghana na Uganda ingine iko hapa. Wanasikiza neno wakirukaruka. Hata wengine mngekuwa umepunguza weight. Sasa unasikiza tu neno umekaa hivi, the whole day umeshinda, umechoka, and then finally unasikiza neno hivi na hivi. Can you tell your neighbor, Mungu akuhurumie, Mungu akusaidie na kuombea Mungu akukumbuke. Jina Bwana libarikiwe. Unahitaji kukumbukwa. But anyway, Genesis chapter 41 tunaongelea kuhusu a dream that came to a pagan king. This is very interesting. Through dreams God can speak even to people who are not very born again. And sababu niliwaambia usitegemee dream sana kukuongoza. Kuna tofauti ya kupata ufunuo na kuongozwa. Do you know through a dream I can know something, but that should not be the direction. Like now what he saw here. Pharaoh saw a bad dream. How the economy will be attacked. But he didn't have the answer. Leave alone the answer. He didn't even have the interpretation. Without the interpretation, this dream could have been useless. That's the problem with the dreams. They must be interpreted. Unless they're interpreted, you don't know what God is saying. So wakati waliona hii, yule aliyekuja kuleta tafsiri ni mkubwa kuliko aliyeota. Kwa sababu bila interpretation hawangejua mpaka vile wanahitajika wafanye ndio wasiingia kwa kiangazi kile kilikuwa kiwakute. Jina Bwana libarikiwe. Yaani inaitwaje hii? Dream ni kama dimi, ni kama tongues. Tumeambiwa kwa scripture, if you speak in tongues, you do well. But if you lack interpretation, you won't know what the Spirit of God was saying. So kama huna interpretation, you cannot edify another. You only edify yourself when you're praying in other tongues. But the one with the interpretation is greater than the one who speaks in tongues, the Bible says. Because the one with the interpretation, he can interpret that tongue for the benefit of all. Amen. The same case with a dream. Though it is from the Spirit, it is of the lower class ministration. Najua hamutaki kusikia hivyo. Maana wengine ni waotaji mashuhuri. But hizo ndizo baadhi ya karama zile dogo. Unaona karama yote ya Mungu lazima isaidiwe na ingine ndio ifunction. It is a smaller gift. All right? Like watu kama waibaji, I classify their gift under helps. They help other offices. For instance, kama nabii ndio atabiri alisema achezewe kinanda. Mchezaji wa kinanda hajui katika kucheza huko kuna unabii. Yeye anasikia tu good music. But somebody can get a message from the message or rather from the music they are playing. Because one is helping the other. And for lack of that knowledge, tumeona watu wameimba wakakuwa waibaji mashuhuri. Wakadanganyika wakafungua kanisa. That's how people perish. Na ukiambia watu hivyo wanafikiria ati sasa ninakuzuia usihubiri ufanye nini? Hakuna mtu anakuzuia kuhubiri. We are just trying to help you understand. There's a difference between gifts. Huwezi tumia karama ya uibaji kupasta kanisa. Hawezi. Utakunywa pombe. You see it. Ndio sababu unaona wote majority wanaishia hivyo. Kwa sababu hana ofisi. Na ofisi ndio inakuja na hiyo neema. Ni kama kwa mfano, thank you. You know the good thing with Kenya, hawezi kosa materials za kuhubiri. Kenya is so rich in drama. It's so rich in drama. I mean, the things that happen here, they never happen anywhere else in the world. I can guarantee you, I told you the other day, even in next life, kama kuna kuchagua nationality, God knows I want to be Kenyan. You can't be better than Kenya. Kenya mtu amefungua polisi yake juzi. I want to show you. Amefungua kituo cha polisi. Akompaka na kitabu cha OB. Amepaka rangi. Polisi yake ameipaka rangi tu. Rangi kama hizi za polisi. Hey, ameshika watu wahalifu amewafungia hapo. What they were after, I don't know. Juu hata hakuna ate fununu ya aliwaitisha hongo, no.
anawashika tu anawafugia. Yaani mtu anakaa hivi kwa nyumba yake anasema ile pesa niko naye nimesave itajenga kituo cha polisi. Na nishike akina fulani niwafugiage hapo. Na anawafugia na hajaongea na serikali. I mean, this is very interesting. So this is it. Unaona hiyo kufungua kituo cha polisi. I want to believe he or she had good intention. He is sincere. Maybe ameona uhalifu kwa ili yao imekithiri. Anataka kuleta suluhisho. But hana ofisi ya kufanya hiyo kazi jema. Ndio sababu baada ya kufungua kituo, badala ya tumpigia makofi ni yeye yako ndani. Sasa yeye ndiye yako ndani ya kufungua polisi bila idhini. Hivyo ndivyo inakaa na karama. Ukiwa na karama hata nzuri, hata unataka watu wa Mungu wabarikiwe, wakitoka kazini wapate mahali wanaweza kuja tuabudu na niwahubirie kidogo, ukiturn into a church you'll be finished because you are in a jurisdiction that's not yours. It's as simple as that. Enda usome Biblia. Kuna watu Daudi aliangalia, maybe aliona wako na nguvu za mwili na ama labda wanamtii sana. Ni kati ya wale wanamtii, akitumana hata wanakibia, akawapatia kazi ya kubeba sanduku la agano. Very good people, they were not wicked. They were very helpful. They must have been very helpful to David to appoint them to carry such a holy instrument. Wakabeba. Haya. Mungu akaanza kuua watu. Akaua Uza. Akaua. Akaua hadi wakashaka. Si tumembeba. Mungu ndiye wakati alienda kurekebisha makosa kuna kitu aligundua. Tulipeana Mungu abebwe na watu wale hajachagua. Labda hata hao walikuwa wameomba, hata walikuwa wamelala kesha. Ukiona wanachaguliwa na Daudi, anajua he has a testimony for their holiness. But hapa si holiness tunaongea. Ndio sababu nakuta kuna mhubiri si holy na bado anaongoza kanisa. Na linaendelea. Haongozi na holiness. Ijapokuwa holiness ni muhimu. Don't get me wrong. Anaongoza na neema ya ofisi. Kuna ofisi amepewa ya kufanya kazi hiyo. Jina Bwana libarikiwe. Maana kila ofisi ukuja na neema. Sasa nazo karama kama za doto, uliota kitu ikatokea. Si karama kubwa, ni wewe unafikiria ni kubwa. Na tena si dogo, ukiitumia kwa parameters zile Mungu amekuwezesha. Jina Bwana libarikiwe. Usipate karama ya doto ututawale naye. Unasema pastor leo hakusikia Mungu juu. Kwa doto nilimuona clearly yako na suit ya brown. This is lack of sensitivity. Wacha sana chana na mimi tafadhali. Mimi wakati nataka kuvaa si Mungu naulizaga nitavaa nini. Mungu hana time kama hiyo ati muongee na yeye utavaa nini. Wacha na mambo kama hiyo. Unavaa kulingana na vile kule unakwenda. Huwezi vaa suti ukalale naye. Ni Mungu anakuambia vaa pajama. Use your common sense. Kuna vitu tu unatumia common sense. In case at some point Mungu akuambie kuhusu mavazi, it is very important you listen. He has told me about clothes once. I was going to preach in Mwea. Kebebe ni Mwea? Huko Kebebe. Asubuhi hiyo Bwana akaniambia nikiomba nivae sweta. Najua watu wengine wanasema guys yote Mungu anaweza kukuambia uvae sweta. He can. Lakini mimi nilimuuliza ni yeye aliniambia. Sasa nikashangaa nivae sweta. Oh, thank you. Kulikuwa wakati wa kiangazi kama huu. Unaona vile sasa jua limewaka. Lilikuwa limewaka hata limepitisha everywhere in Kenya it was dry. Nikasema no, that must be the devil. Wanataka niende nishindwe kuhubiri juu ya joto. Runa dada sikuvaa. After all, gaina furanali Mungu maneno ya sweta. Si maneno ya sweta ni my mother alikuwa anatuambia tukiwa wadogo. Enda ukavae sweta. Mungu anakujia wapi na sweta? So I didn't wear. Kumbe Mungu anajua weather ya kule ninaenda. Tukiwa tuteremka tulikuwa tumefika Makutano. Panaitwa Makutano. Kuteremka huko chini wadugu na dada mvua ile imeanguka. Na Nairobi nikitoka hakuna mvua hata tone. Na kuambia ilinyesha mpaka tulikuwa nimekaa hapa mbele kwa driver. Hizo nyakati nilikuwa natumia matatu. Driver anaenda na 20 km/h. Haoni. Alafu gari ile nimeingia haina joto. Najaribu kumwambia tuweke joto kidogo, akaniambia hii haina vitu kama hizo. Naye ako na kijaketi kikubwa na hakuna dainainete. Nilikuwa nimekaa hapo mbele nafanya meno hivi na wadhi kuujia.
Nilimunina kidogo nikamwambia Mungu nisamehe. Nilifikiria kuongea kuhusu sweta. You had spoken to me. Let me tell you, Kebebe kulikuwa kumenyesha mpaka tunaruka maji. Everywhere. Alafu na hiyo siku Mungu alinijaribu. Ujumbe ule tena alikuwa amenipea. You know, most times when I go to minister somewhere, he gives me the word to talk to the people and a prophetic message. So I told those people, kuanzia maana ilikuwa around December. We were going to Christmas. Nikamwambia between now na mwezi wa pili huku kwenyu kutakuwa na njaa. Maana Mungu alikuwa ameniambia hivyo. Sasa hapo ndio sikumuelewa. Nimekataa kuvaa sweta. Juu kuna kiangazi. Umeleta mvua. Alafu kwenye ninakwenda kumenyesha na niambia hawa watu kutakuwa na njaa. That's how people die. Unaona? Juu watu hawa watabaki wakisema huku kulikuwa na kama nabii kingine ka uongo ka baba. Alikuja kutuambia Mungu amesema kutakuwa. Nikasema kutakuwa na njaa na hii mvua yote ninaona hapa. But anyhow, because nilimumizi ya kwanza, I didn't want to offend him again. So baada ya kuhubiri nikaambia watu na mjitayarishe. Hapa kwenyu between now kwenda hivyo mpaka February na labda part of March kutakuwa na njaa. Hamutakuwa na chakula. Niliona mzee mmoja alikuwa amevaa gambut. Unajua uko unaenda na kanisa hata na gambut. Alishika sweta. Wadinka alifikiria haka kajina kanajaribu kutabiri. Kanajifundisha. Because I was a young boy, I was in Bible school. Adugu, nimerudi Nairobi. One day I'm watching news. Nikaona breaking news. Area ya Mwea at zaidi ya 10,000, I don't know how many thousand hectares za mchere zimeugua. Hazijaugua na jua ugonjwa. Na mnajua staple food huko ni hiyo tu. Wanakuza tu hiyo. One lady mwenye alikuwa ananiserve wakati nilienda kuhubiri huko ndiye alinipigia simu. Akaniambia, "Pastor, did you see the news yesterday?" Nikamwambia ndio. Akaniambia ulituambia. Sasa hapo unaongea sasa na ujasiri kaambia msikizage nabii wa Bwana. Mulekio wa Mwathani. So nikiwaambia hakutakuwa na njaa kutakuwa. Jina Bwana libarikiwe. But this is the point. Kuna mambo Mungu haongeagi mara nyingi. Hii ni mambo obvious. There's no point kwenda kusimama mbele ya wardrobe kuambia Mungu niambie nivae nguo gani leo. Tena unaongea na demi barababo shababa. No. Tafuta ni wapi unakwenda uangalie nguo zako hapo. Kama unaenda ofisi, huwezi enda na kinyasa, si ndio? So wewe chagua kulingana ni na wapi unaenda. Yaani kuna vitu Mungu ametuachia tujue. Kwa common sense. Na ukiona anaziingilia analeta prophecy ama analeta a revelation word, then ni kumaanisha kuna shida. But on normal circumstances, continue with life. Hello? Kuna haja kukaa hivi waambie Mungu, Baba niambie kama huyu mke tutamalizia pamoja. Ukianza hiyo maombi utadanganywa na mapepo. Because you are now introducing doubt. Kana mke wako ni kana kwamba hamuachani. Lakini Mungu akijua ako na hila, Mungu atakufunulia. Mungu akijua mzee anapaka kukuacha, atakuambia. Vitu hizi obvious za maisha, Mungu anataka tuwe na boldness na faith ya kuzitembelea. Yeye akitaka atazi-interrupt. But usimubodhe nazo. Kai mutige mimi nimagundira mutaidia. Unajua hapo ndio watu wengi wamepotelea kwa hii maisha, wanaenda mpaka fasting mrefu kuuliza vitu za upuzi. Nayo mapepo inaona, akona kiu ya kunenewa. Mapepo inakunenea. Na shetani za kumanufacture ndoto. So anakupea ndoto, unadumu kusema na nilionyeshwa. Like one lady who told me alionyeshwa bwana yake ni nani. Na mimi unajua Mungu, rarely does God speak such things. Rarely. Unaona ukiona ukutana na mtu unasikia mko compatible. Paka ukikula unaacha kukula na muangalia kwa kuangalia unaangalia huko tena. Hikia mundu tafadhali. Waneni tu na huyu. Acheni kusubua Mungu. Enda tu kwake umuulize umeokoka? Nowe inaga nyimbo. Unaiba utaina hanini? Unaona kiona anaimba. Tafadhali endeni mutagaze harusi. Acha nisaidie hawa. Niti ndagado ndirategina na matirona tahari udureka. Mungu mambo kama hii ya mapenzi na whatever rarely does he speak. Hello. Tafadhali tafuta mtu hivi. Umeokoka hata mimi nimeokoka.
Ninashukuru Mungu juu ya ushuhuda ya zamani ile tulitupa. Na mimi naomba irudishwe kwa kanisa, ilikuwa inasaidia watu kuoana. Hamwele ndi mwanake. Kimwili mimi ni mwana ni kijana mbaya hajaoa. Yaani walikuwa wanajitangaza kwa ushuhuda ndio ujue unadili na nani. Nigetha okorwo hari kaundu kanene na gukira wĩirari. Ndio kama kuna jambo unataka kusema zaidi ya ushuhuda, tumalizane. Tumalizane hapa. Very hekima ya juu. Yule alikuja na hiyo formula ya ushuhuda, Mungu ambariki. Hamwele ndi mutumia. Ndio kama ulikuwa na mawazo mengine uachane naye. I think walikuwa wamesumbuka na usherati kanisani mpaka wakatengeneza ushuhuda. Mtu ajitagaza mapema. Na walikuwa na hekima. Sasa hizo ni vitu tu za kutafutana wao. Ukisikia wewe ni single na umeokoka na mimi nimeokoka. Haya. Hata nasikia haya, hata naamini fungu la 10 gai, hata mimi naamini. Haya. Oaneni tafadhali. Wacheni kusumbua Mungu sasa. Hiyo dili imeivana. Jina Bwana libarikiwe. Lakini ukianza kuambia Mungu naenda kukuomba na kutafuta uniambie ni nani, horiba shanda, alafu kidogo unaona kwa ndoto Bwana ya wenyewe akikufugia jicho. Wewe na juu naamini ndoto kuliko neno, unaanza kufuata mtu ya mtu huku kama wasimu. Hiyo maono uliona si ya Mungu. You have every reason to doubt a dream that is not lined up with the word. Na kufanya bold ndio usidanganyike. I want you to be bold that if a dream does not look like scripture, you have every right and permission from God to distance yourself. Na Mungu hata kuuliza juu ya ndoto hukutimiza kama hakukupatia a clear interpretation of what that dream is about. Jina Bwana libarikiwe. So usiende kuomba alafu shetani naye kuonyesha ndoto siku moja ati mmekaa hapo na Pastor Robert amekushika hivi na kupea maziwa. Wewe unasema I have heard clearly from God. Kuna kitu kitatokea. Hata mkiwa na marafiki unawaambia haki ndoge. Uthige kumera ni uli muko iho ile. Tafadhali enda ukasome Biblia. Go read the Bible ni devene. Please. Hey? Jina Bwana libarikiwe. Unajua nikiwa kijana mdogo kwa kanisa kuna pepo iliniambia mama mwingine ni bibi yangu. Na huyo mama okay, alikuwa mrembo. Ni hawa mama wanapata watoto wengi naweza shika hata kuna watoto. Hapa pamejikata huku kunaenda aya. Nikiwa nimekaa hivi nikiomba kitu ikaniambia behold. Na baada ya kanisa unamsalimia mara nyingi. Na sasa ukiona yule unasalimia amekuacha na miaka karibu 15. Sasa unataka kwa madimu wega. Shetani haogopi ati umejazwa roho. Kwanza wakati unajazwa limasha. Na anakuwa hapo karibu haka nigathioma leo. Haka kametabiri. Haka kakutabiri kuna vile huwa kana suspend reason. Tumudu tugituraraga tutihuthagira tobo. Sijui kama umegundua hivyo. Hata kwa kanisa kama mtu akisema naona 2027 kwa ajili ya uchaguzi Kenya. Ukisema unaona mwaka ya uchaguzi. Tunaamuka sote tusikie. Kenya na prophecy ya uchaguzi. Ukitaka kuwashika tabiri kuhusu uchaguzi. Wote wanaamuka hata ule haidi kanisa unasikia kitu hiko na muona fio hagayaro higa. Sasa ikitimia hakatumia akili tena. Kali tabiri na vitu ikatokea. And that's how people get deceived. Shetani naye anajua ameacha kutumia akili. Sasa mletee vitu zote za ajabu. Sasa unaanza kuonyeshwa mkiona na mtu ya mtu. Unaanza kuonyeshwa gari ile ya fulani pale ya mshirika. Ati Mungu alikuwa amekupea. Huko kuna uguruki. Mtu anaenda kwa paki na kutu ameguza gari yake ukiongea tangu libo shanda. Achilia gari za wenyewe enda ukatafute gari. Hizi ziko kwa parking si zako. All right. Pharaoh said to Joseph, behold in my dream I stood on the back of the river. Hii river Nile ndio ilikuwa kama source of livelihood for Egypt. It provided almost everything. Talk of food, fish, ukulima, juu ya irrigation. Almost everything good was around the Nile. Hata maeneo ile wangelima na wapate mazao na harvest ilikuwa around the Nile. So Mungu anapokuonyesha Nile, alikuwa anamuonyesha a very important resource. Yenye inamulika economics ama economy ya Egypt. Alright? Nasema hivyo kwa sababu kwa ndoto
picha zile Mungu anatupatia zinatupeaga kuru ya ujumbe. Haiwezi kuonyesha majeshi na anaongea kuhusu economy. So alimuonyesha inaitwa nini? Alimuonyesha mto, maana huko ndiko alikuwa anaenda kupata vitu zote mzuri za nchi. Then verse 18. Suddenly even 7 cows came up out of the river, fine looking and fat, and they fed in the meadow. Verse 19. Then behold, 7 other cows came up after them, poor and very ugly and gaunt. Such ugliness as I have never seen in all the land of Egypt. Kukatokea ng'ombe nzuri zingine baya baya, zinakaa zimedhoofika ni kama hazijapewa chakula. Bwana asifiwe sana. Then behold, 7 other cows came up after them, poor and ugly and gaunt. All right, verse 20 quickly. And the gaunt and ugly cows ate up the first 7, the fat cows. Ndoto zote unaona zinakuharibia vitu si nzuri. Hata kuna mtu aliniambia, nilijiona kwa ndoto pastor niko na Range Rover, mtu akakuja mwingine akana exchange na bicycle. Nikamuuliza, na ukaamuka? Rudi wote useme ile Range Rover ilikuwa hapa irudishwe. Unaachaje Range Rover kwa ndoto unakuja na bicycle kwa watu? Okay, that's confusion. Mimi nikiota nione ati kuna mtu anachukua Range Rover ananipatia bicycle. Hata asubuhi nikiamuka sitakuja. Nitakaa hapo nimwambie Mungu, hiyo niliona ikitolewa, hebu irudishe. Atere nani hajui by common sense Range Rover is better than a bicycle? Who doesn't know? Na wewe unaamuka tu unaenda. Muache na unaona vile Mungu unazidi kujua neno la Mungu. Inasafishaga akili, hata ndoto zako zitabadilika. Buju kuna ndoto unaota mtu anajua tu your level, you know, ya kiroho. Hata kuna mtu aliniambia ameota akiwa na slippers. Hawa wengine ndio wanaona akiwa fani, lakini yako sawa. Ako na slippers, anatembea huko akizigongesha kama za mtoto. Ukiwa mkubwa, watu wanashangaa. Huyu mtu mkubwa ako tu na slippers, hata hajavaa nguo huko kwingine. Na kukudhia tali. Afu nikamuuliza, na ukaamuka ukakuja huku kwetu bila nguo na slippers? Akafikiria namwambia vibaya. In short, dreams cannot determine the fate ya Pastor Robert. If it is not a good one, I will change it. I only accept good dreams. Siwezi yota nikikufa niseme Mungu ndiye anajua yote. Akitaka kunipumzisha, unapumzisha watoto walelewe na nani? Can you think? Afu nasema moka mega no amen, nyima sidigiwa amen. Siwezi sema amen kwa mambo kama hiyo. So nikiamuka I change it. Because I know dreams can be from many sources. They can even come from the business of the mind. Not necessarily that the Spirit of God is showing you. And if you accept it, you begin to open your heart to accept the idea of death. Then the devil gets a platform. Atakuulia hapa, utaona hapa Thika Road. You will see it. Jumempatia nguvu. Hello. Hata watu wote wanawasema nasikia kiuoga cha kukufa. See, it is the devil suggesting to you, can I kill you? Na wewe unakubali kukaa na fear for a long time, mwishowe it turns into confession. Hadi unaanza kusema, "Kai, unajua maisha huku duniani ni mafupi." Ulipima na rula gani? Maisha ni mafupi. Kwa nini unaongea ni kama umepata kihekima all of a sudden? You can't be all of a sudden very, very clever. Na unajua ni mafupi. Ulipima na nini? Una umetoa wapi hii maogeo yenye hukuagi naye? You refuse it. Oh, so sorry. Bajuzi nimeona a wonderful church lady that perished in a car accident just recently. Days ago, she had done a video. Do you know what the video was about? Alikuwa anasema imagine anachukua video anasema, nimekaa hivi nikafikiria, today if I go, God forbid, watoto wangu watabaki na nani? Do you know kuna my idea hata ukisikia? Do you know the problem with our generation? They think we solve everything by TikTok. Unawezaje idea kama hiyo kukujia uende TikTok? Hiyo si idea kupeleka TikTok. You go to pray across it. In case niondoke watoto wangu nimewaangalia nikashangaa, nani atawalea? Who will they run to? And she's a single mom. Less than a week later, she's dead. Meaning, when she was talking, she had a funny feeling about death.
It was death asking her, can I take you? Na yeye badala ya kwenda kuomba akaenda TikTok. Ai. Niye niko negotiate hau nginya Ngai alikuwa ndaumire nako. Unaendaje na watoto size hiyo unawaacha umeenda wapi? Where are you going? Na unasema ni Mungu hupaga mambo yote. Mungu hawezi paga vituko kama hizi. Si Mungu. Si Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Anyway, don't accept any negative dream. If it is about something that must happen, then pray. Engage God until you get another thing, an answer from Him. If it is serious to the magnitude, you need to know the conclusive decision. All right? Na unaona hawa ng'ombe. I don't know, mara nyingi I think ng'ombe wanaongea kuhusu economy kwa sababu I remember tukiwa OTC, I don't know whether some of you remember, when we had a church at OTC, in one of the cases, we were praying for the nations. I told people a vision that God showed me. Around then, there were rumors from different parts of, government, especially the opposition. Wakisema ya kwamba Kenya is bankrupt. We are struggling. Hiyo ni wakati the debt, our debt, haikuwa public knowledge. It was with a few people talking about the debt. And then the government would come and oppose. Wanasema, no, we are stable. The economy is doing well. Then that night I had a vision. I saw a cow that was like, it was supplying milk to a community. Like you'd say, Githurai. They were all drinking from the milk from that one cow. Now, it was so emaciated. Ng'ombe imekoda na bado inakamuliwa. Ikafika mahali ikakamuliwa ikaacha kutoa maziwa ikaanza kutoa damu. Na Roho wa Bwana akaniambia Kenya iko hivi. So hawa wanaongea kwa TV ni kudanganya. Kenya is milked dry. Ndio tukatengeneza maombi ya kesha ya kuombea nchi. I tell people, sometimes tuna survive somehow juu ya neema. Ni maombi inatubeba. Tukiachwa tu natural faith, we will be crushed. You'll see it. So we prayed about how God should heal our economy and all that. Na sijui kwa nini economy zote Mungu anaonyesha na ng'ombe. Wakati unasikiaga misemo kama they are milking Kenya dry, they are speaking a spiritual language. It is true. Jina Bwana libarikiwe. So we made a kesha to pray for the nation, to heal the economy of Kenya, because for me I believe in such things. Na ukiona Mungu anaipeleka spiritual direction, ina maana hamutapata suluhisho kwa kikawaida. Jina Bwana libarikiwe. Na those agri cows zenye ziliattack hizi nzuri, maybe in your dreams they don't have to be cows. But ask yourself, what in your dreams represents your economical life that gets attacked? It is the same message. Pray about it. Don't ignore it, because it might come to pass. Jina Bwana libarikiwe. Then verse 21, when they had eaten them up, no one would have even known that they had eaten them, for they were just as ugly as at the beginning. So I awoke. Also I saw in my dream, and suddenly 7 heads. Sasa ona, any serious dream, Mungu akiona ya kwanza hujaelewa, huwa anairudia. He may use different symbols, but same message. Kama hii alipoonyeshwa ng'ombe, Pharaoh hakuitana for interpretation. Alifikiria it's one of those nights, amelala after kurara pate. Labda it's nothing serious. Lakini alipolala tena akaona ingine. Na iko na ile message, lakini sasa amebadilishiwa si ng'ombe tena. Bwana asifiwe sana. Ameona nini? Suddenly 7 heads came up on one stalk, full and good. I think it's a gano, all right? Then behold, 7 heads withered thin and blighted by the east wind sprang up after them, in verse 24 quickly. And the thin heads devoured the 7 good heads. So I told this to the magicians. Alikuwa anapelekea doto magician. Magician hawezi kuwa na interpretation ya doto. Magicians, but there was no one who could explain it to me. So you see the message is the same. 7 blighted heads of stock eating the 7 good ones. Just like the 7 good cows were eaten by the 7 ugly ones. Same message, different.
This is it. Ndoto kama hizi zenye zinajirudia rudia, ni vizuri kujua zinajirudia juu ni kama what is about to happen is almost a reality. In fact, sijui ni mstari gani Joseph alimwambia exactly that ukiona imejirudia, you go read this whole chapter, you see it. Ukiona imejirudia ni kumaanisha it is already determined and it will surely come to pass. Meaning, prepare, because that situation or that the situation like you saw it in the dream will not change. God is not planning to change it. So you go prepare, because if you don't, it will happen and it will leave the land devastated. Sasa wadugu na wadada, kama umeona repeated dreams zenye zinaataki kitu unaweza associate na your economy, ukinyamazia, hapa mbele ile shida utakuwa nayo ya kifedha haujaiona. Jina Bwana libarikiwe. I will never forget. Unaona, this was the year 1992. 1992, I was a small boy, very small. But I remember my I don't know whether it's my mother mwenye alipewa nafasi kanisani akasema hivyo ama ni mama fulani alipewa nafasi akasema. But my mom came home with a funny message wakitoka kanisa. Akasema kanisani kuna neno limetokea ya kwamba yule alikuwa ameshiba ati atakuwa na njaa. Na yule alikuwa tena vinono and horrible. Kitu inakaa hivyo. Then hawakujua wanaongelea vita ya 1992 ya Moro. Maana hizo nyakati tulikuwa tunaishi Moro. Hata haikumaliza miezi mingi. Na ni kweli watu walikuwa na kwao, wako na mashamba, wako na punda, wako na kila kitu, wako na kuku. Mtu amelima mpaka eka 10 za ngano. Vita iliwatoa wote wakaenda barabarani kupiga kambi kama wanaitwa aje, IDPs. Limetimia neno halijatimia. Lakini lilipoletwa kanisani Sunday hiyo waliliongelea kama good stories. Wakaenda nyumbani. I'm so sure if they came into a solemn assembly and begin corporate prayers to refuse that kind of fate, God is not the author of death. He's not the author of destruction. It could have been stopped. Jina Bwana libarikiwe. So, wacha nikuulize. Let me ask you a few things. Ni nini kinahusu your finances unakiona kwa ndoto in a negative way? One lady told me she lives abroad. Now when she came here, she came to our church. Then I was an associate pastor. But I was the one available, so she came to see me. So akaniambia, pastor, niko na shida moja sijaelewa. Nimeona a repeated dream nikiwa Ulaya. Nikamuuliza what is the dream about? Najiona nimerudi kwetu Gishaki. And then niko kwa bedroom ile nilikuwa ninazoea ninalala. But somebody I don't know anachukua vitu zangu za dhamana from my bag. Anaziangusha kwa shimo iko hapa mbele ya kitanda. Vitu zikianguka zinaenda, hata usikii zikigonga chini. Hata anatoka kuchungulia anaona imeenda. Akiangalia anaona tena mkono mwingine imetoa saa yake ya dhahabu. Inatupa pale. Akaniuliza inamaanisha nini ama napigwa na witchcraft? Na sijui kwa nini Wakristo all the time wanafikiria kwa witchcraft. Nikamwambia hapana. Hata sijui nilitoa wapi hiyo interpretation. It just came to me. Nikamwambia no. It is the kind of help you are sending your people when you are abroad. You are wasting it. That's why unaona kwenu. Hiyo msaada unatumaga kwenu ni kama kutupa vitu kwa shimo. Haina faida, haikurudi and it is wasted. Aliniambia Kai, mbona sikufikiria hivyo? Akaniambia hata juzi tumepigiana na mama yangu sana kelele. Nimemtumia 80,000. After 1 week ananiambia zimeisha pastor na sijui mpaka sasa. Akaanza kupaguza machozi. Sasa hizo ndoto zidizo hizi unaona. Na ni Mungu anakuambia stop stupid help to your people. Stop it. You'll be poor. Sasa na wewe juu mlifundishwa tu kitu moja. Ulifundishwa giving, being generous. It has to be balanced. Sasa juu umeshika karaini kamoja wewe una emphasize tu ku give. Na Mungu ndiye anakuambia hii giving yako imeanza kukataa balance. Itakuja kukufanya maskini. Na wewe unaendelea. Because after all it's my brother. Let me tell you, hakuna watu wabaya kama your brother. Na hakuna watu wabaya kama your sister. Wenda guthira muturire-ini uyu. Jifundishe kusaidia watu fwa. Utaona vile hujaiona. Saidia mtu mwenye kenye unampatia they can naturally. It can multiply.
Amen na Bible yao maandikio. Wacha niongee na watu wa Mungu. Can you put in the hand of people something you know it will be well taken care of and most likely is going to multiply? In other words, measure their capacity before you release help. Siwezi enda nichukue brother yangu mwenye anatumia madawa ya kulevya nimwekee duka. Kuni kuguruka. That's not giving. That's stupid. Within 1 month your duka itakuwa yote hakuna. Na your brother ako times 2 addicted. Juu sasa ako na pesa ya kukunywa dawa vizuri. So hata kama unasaidia watu muangalia capacity, muanzishe na vitu dogo. We tried to help a relative once. Tukiwa na my wife tukaambiana fulani anateseka. What can we do? My wife akasema ako na idea. Akasema tumtafutie mchere kutoka Mwea. Na hiyo mchere inabakisha faida kubwa sana. Tukatafuta. Tukampatia. Kuanzia hapo hata mkipiga simu achukui. Unajua alituambia nini? Alituambia mchere alipika. Alikula. Tukaambiana na kama ingekuwa duka, hata duka mngeenda mkute amefuka anakulia vitu ndani. Wewe mgate wa kanana. Ndio tukaambiana amejiprove anothe na kidogo. Let's our money stays, it will be safe. Juu kama tungeona mtu mwenye tangu ashike mchere anasikika anatembea everywhere na imeisha. Yeye ndiye anahitajika wapigie simu kuambia nileteeni ingine ya kwanza nimeuza. Lakini si mtu anakuambia alipika. Ongeza kule musera wa kwendie muingi ukale wothe utakuraje? Ni kama ulikuwa unakula hii mchere kabla tukuletee mchere. Tikuthie kile urariaga. Si ukule hiyo yenye ulikuwa unakula kabla uletee mchere ya biashara. Hata mayanti mmoja amewahi niita akaniambia sasa hiyo walikuwa niita roba. Labda tuho ele magai. Ameenda amepeleka watoto wake wakalelewe Geshagi. Sasa kama mtu ako na akili amewanunulia mpaka ng'ombe. Ndio at least watoto wakuwe na maziwa na ingine wauze, watoto wasikuwe na nywele ya red. Ametembea huko amekuta hakuna ng'ombe. Akafikiria labda imepelekwa kukunywa maji itarudi. Kaka. Anaona tu watu wakirudi jioni, ya kwa rote ni ukire. Na hakuna ng'ombe. Akawauza na ng'ombe ilienda wapi? Kaambiwa hiyo alionyeshwa Darama ilikuwa hapo. Kaambiwa na Darama turagithondekire Darama eno magoce Ngai. Yaani wamekula ng'ombe, ngozi yake wametengeneza Darama wafanye kigoco. Yaani unaangalia Darama unaona hii ni ng'ombe yangu sasa hii ndio inapigo mwenye Ngai na Darama. Wakasema tuliona inararara hatukushika tukasema ndio isikufe. Na mimi nitumili. Hata imagine bomba mzima wanakuja kupeana idea kama hiyo. Ndio isikufe. Si muende mtafute dawa, si ng'ombe huojeka. Ati wao solution ni kuikura kabla ikufe. Si hata mtakula anthrax. Meaning hakumesha ability yao. Ujue kuna vitu watu huwezi kuwanunulia. Maji yanago kuigiri. Ukikuta ukuje wamekula moja, ondoa msaada. Jina Bwana libarikiwe. Can you ask your neighbor, ni wapi huku umekuwa ukipeleka msaada yenye inakaa shimo? Ni kutupa vitu zenye hazitawahi kurudia. Sasa Mungu aikunenea, sisi tunakavyo na Abrahamu ni Mungu alimwambia nitakufanya baba wa mataifa na akampea mtoto. Do you know it takes a lot of faith and trust to believe it is God speaking to me to give back the same child? Because how will I be a father of nations yet nimegojea huu mtoto miaka 25? Wakati nimempata tena nasema, in other words, Mungu anaweza kukuambia give and the same God can tell you stop. Yes. I helped a lady once. She told me, Pastor, I did bad. Ati aliona mtumishi mmoja akihubiri online. Huyo mtumishi akaanza kuambia watu wa suicide. Akasikia hataki hiyo idea. Lakini akasema, na mara nyingi hii mitego inashikaka watu wako na natural gift of giving. Akasema juu he looks like a man of God. Akatuma 100,000. Tangu atume the 100,000 anapigiwa simu kila siku.
Akaambiwa nabii wa Bwana anasema nataka kuja muongee direct juu kuna mambo yako mengi sana amefunuliwa wakati tu M-Pesa message iligonga simu hivi. Maisha yako ilifunguka hivi kama kitabu. Sasa unashangaa. Akawaambia na simu niambie hiyo vitu hapa kwa simu juu tunaongea. Sema they need special appointment. Sasa alipoenda kwa hiyo one special appointment. Anasema mimi sijui walinifanyia nini juu na pesa yote napeleka tu. Napeleka. Sasa amegutuka wakati wanakosana na mzee. Juu mzee anamuuza, "Mbona biashara inaanguka? Pesa inaenda wapi?" Anasema what you sow is what you reap. Anamwambia, "Please can you get serious? Hii biashara ikianguka wewe unajua mahali tumeitoa bali." Sasa mzee ndiye alimwambia, "I've been giving to prophet." Alipoenda ndiyo nilimwambia, "Sasa wewe mbona unatoa kitu yenye unaenda kujuta? Kama hujapanga kutoa mbona unatoa?" Kutoa kwetu kuko hivi. Neno lile litaneneno ninasikia imani yangu imeshikana. Bila kupigwa na mtu, kwa kujitakia, bila kupigiwa simu kukuja kupewa ati mambo yangu kama kitabu. I feel deep inside God is calling me to do this. Aina hiyo ya giving Mungu hata ikuaibisha. Jina Bwana libarikiwe. Sasa hii I think alitoa kwa sasa aliponitajia ni nani nikamwambia no that's why you people need a pastor. You need to be somewhere and have a pastor. Because they will help you understand and discern false prophets. Huyo ni false prophet. Na false prophet wengine ujue pesa yenu wanaenda kunenea. Na kuna connection na madhabahu baya. Ameingia kwa covenant za wealth. Amepewa mizimu ya kufanya kazi naye. Any money that touches the altar inatumana kukuja kuitisha hizo zingine. Unashikwa na wasimu. Nakwambia utauza mpaka kamisi. Unaita my seed. My Isaac. Hiyo ni Isaac kama ni kamisi. No, my Isaac. Mungu akikukataza giving, hata kama umekuwa ukigive mahali unafikiria is the right thing, stop. Stop it. Hata kama ni watu fulani umekuwa ukisaidia, stop it. A pastor of the denomination where I was born spiritually, alikuwa anaingia kwa kanisa, msichana mdogo akamuomba 50 shilling. No, shosho akamuomba 50 shilling. Shosho mkoko ako na walking stick. Kitu ikamuuliza, shosho wa walking stick alikujaje town? Na asikuwe na idea kumuuliza wewe umetoka wapi, because Nairobi they ni eri. Shosho wa walking stick nyinyi hata hivi tumekutana na shosho anatembea hivi koko. But juu ya huruma, ile huruma yetu ile ya Kikristo. Akamwambia hata si 50, wacha nikupatie 200 ndio itakusaidia. Akampea. Wakati anaenda kuingia kwa gate, kitu tu ikamwambia ageuke angalie. Haya, yule shosho ni kasichana. Kasichana kanaenda bio. Akafikiria shosho anaweza kuwa hizo sekunde ameenda na simuoni. Kumbe shosho huyo ndiye ametana nako kasichana kabla afikirie, pastor akaanguka. Pastor ameanguka, watu wameanza kupiga duru. Anagogwa huku anamfinya, haogei. Ndio wakapigia bishop wangu simu. My bishop was preaching in Eldoret. Alipochukua simu, yani Mungu anapenda huyu pastor. Mungu alitaka aishi. Alipochukua simu, akasema mwekee simu kwa masikio nataka kumuombea. Macho ya bishop ikafukuka. Akaona kitu kwa kichwa imewekwa hapa. Bwana akamwambia na sauti, tumia kidole yako ondoa hii kitu kwa kichwa ya pastor. Maana kichwa ya pastor ililetwa mbele. Ikakaa ni kama imefuguka. Akaona ni nini hiyo imewekwa, akaitoa na kidole. Sasa alipoitoa ndiye kumaliza kuitoa akiomba, maana alikuwa anaomba na thanks na anaitoa. Wale pandile wakamwambia ameamuka. Meaning aliigizwa hizi vitu supernatural by attack through giving. Kama kuna kitu naambiaga watu, unaona hawa maviete mnaona town siku hizi. Hao si viete wa 1980. Wacha nao tafadhali. Wacha can you go look for somewhere you will be giving. Mahali consistent people you know. Don't go dropping money everywhere. You see dust. I don't give like that myself. Mimi sitaki tunatafuta unless unajua kusikia Mungu usikie. Hii ni sauti ya Bwana ananiambia nisaidie huyu. Wacha na watu. Wacha na watu. Go look for people you can trace, people you know. Kwa jirani huku kuna mtoto yatima. Just an example. Huyo ni mtu unajua. Eda saidia huyo. Si ni yatima tu unataka? Kwani kuna yatima imekarangwa si ni yatima?
enda utafute, enda usaidie hiyo. Lakini siku hata hizi kwa barabara mtu akikuja hivi amekuja mguu, siku hizi wanakuja mguu. Magathi ni kila kugura. Ndio maudhui. Mguu inawekwa ndani inapotea. Unaona ako na mguu mmoja anatembea hivi. Anakuja kwa kioo ya gari. Hii ni agent ya shetani. Utampatia pesa alafu pesa yako itashambuliwa, utaona hata pesa kununua pana ndo utapata. Niliona watu wameshikwa wanafanya uabudu shetani. Wakasema David hivi wanashambulia makanisa. Wanakujaga kwa washirika wanawaomba pesa. Yaani unakuta hapa after ibada mtu anakuja na kuambia nataka kurudi kwetu Kasarani na sina fare. Na wewe na vile umehubiriwa giving na Pastor Robert. Ndakigwate akigerio. Naweza guka mtihani ya Bwana. Unamtafutia ile makuburi yote uko naye unampatia. Alafu wamejigawanya wako wengi, anaenda kwa mwingine. Na sana wana target nyinyi mko na gari. Ukienda kufungua gari unaona mwingine, nilikuwa nimetoka Dadora. Na sina pesa ya kurudi. Na Dadora na ni musirika wito. After all, this is the year of the peace of God. Unampatia 200. Kumbe wametumwa wakiwa wengi wachukue as much as possible from this congregation. Then inapelekwa kunenewa. Inanenewa. Wale wametoka, pesa imetoka kwa hawa. Wakuishe. Maharagane. Na wewe wakati unatupiwa hiyo mishale, ndio kuna dada kanisani unasema hutakai kumuona. Igwa kenyiria. Igwa kiodo kirabata. Thiti koma irabata ndenda guguita. Igwa kiodo kirabata. Hizi mishale zitakuingia kwa sababu hiyo ni kama kuvalishwa mavazi, unaweka mianya. Huko hiyo mianya ndiko huko mishale itaingia. Vitu kama bitterness, they expose us spiritually. Pride, they expose us spiritually. Na ndio sababu unaambiwa, hizi kulingana na vile neno la Bwana linasema, you save yourself a lot of trouble and battles. Sasa unaanza kugundua kanisa hili limeanza kusuffer financially. Why? Because they took money from all the people with the money. Na mnajua sasa mkibaki maskini tupu, solution ni maombi. Sasa mnaambianaga tuko na kesha ya maombi. Unakuja huko mnaambiwa shika mwenzako. Angalieni macho kwa macho. Mnashida huko mmeangalia na mtu ya nyale bababu. Shebaro. Mogo kuwa mkihoya kama mahona ni ndirera inyui. Mtaona? Jumusha shughulikiwa. Na nyinyi mnaelewa pesa kupata si rahisi. Hata mkishikana hivi muombeane. Anokoroka ni yako move. It will take some years before you build wealth. Na shetani amesha attack wale wamesha build. Mtu mwakitaimaga au mna build mnaomba pesa zinanenewa afu mnarudi tena kuombeana. Mwangalie vizuri. Haleluya, macho kwa macho. Ukahoigulia wego. Mutabirie. Hii ni mapenzi ya Mungu kweli tukutanaga hapa kuangalia macho kutabiriana. No, God wants us to walk in prosperity easily. Tokinya turana gutatu kureana atete nigetha kume 10. No, Mungu hataki hivyo. That's not the will of God. Wadugu na wadada ninasema hivyo ni kwa sababu if God shows you even in a dream, stop giving your money somewhere. You better stop. Stop. I remember a relative who asked me for 20 bob. Immediately the Spirit of God told me, don't give him. Don't. And again, huyu si mtu wa kuomba 20. Si mtu angehitaji 20 shilling. And the way he insisted, hata nikienda nanifuata, huka piudo kuja tena kifao. Nyakati zile sikuwa najua mambo kama hiyo mimi. Kumbe hawa ndio wanakuitisha na make sure na ukimwambia mtumie na pesa hataki, anataka itoke kwako umpe. Ile dhadi akauga maina gerothira. Alafu tena aanze kuninenea labda wakati ule hata kuomba nilisahau. Kaje kuona gefi. Hauoni kitu huku. Unakuwa na hasira za ajabu zenye hazihusu anything. Kazini unaenda kuambia watu hata naweza acha hii kazi. Na hujui ni mishale umegogewa huku. Tupiwa mishale. Nenda acha hii kazi. Ile yako mudu ati ukuragi kwa mtu na hii kazi ndio unalipwa. Mpaka marafiki zako wanakuvuruta nguo nyuma. Kaidokire. Si unyamaze na huu ni mudosi. Na mudosi kitu gani? Yaani kwa maana kuigiria uvutwa wera leo. Yaani umeshaigiwa na mapepo uvutwe kazi. Unajaribu kuambiwa kai kwa ajira. Namba aje kwa oh no. Nani?
Yaani mpaka ukienda kukaa chini unajiuza, ni mimi nilikuwa naongea hivyo, nilitoa wapi ujasiri ya kuambia bosi hivyo? Si yako hii ujasiri. Uko na mshahara mzima. Era mshahara mtu. Hata ni kama hizi mishahara zinatupangwa za watu waachane. Hamujaipigana watu wale mmeoana mkaulizana tukuranagia tulikuwa tunaulizana nini? Paka unauliza mwenzako, "Ni kweli uko kweli?" Mimi nilikwambia hivyo. Kama si umetitu wajera de tali. Si umeniambia hivyo. Paka unajua ni ndako ile uko ni. Na nyinyi si walevi. Kama mko walevi hiyo si mishahara ni shangaa mko naye but ni nini mna behave kama watu wamevuta bagi na mvutagi. And you are sober people na mnaanza kuambia na unaona roho huko. Hii ni mshahara. Hii ni mishahara. Jina Bwana libarikiwe. Anyway, mishahara ingine ndio inatupaga unakuta umeanza kufanya very funny stupid decisions. Anyhow. You can't be clever all of a sudden. Ati unafanya decision pa kubwa life changing. Kwani ni kitabu gani hiyo umesoma? Na wewe mwenyewe usijiulize, is this wise? You know? Uliza watu wote walianguka kwa biashara, utasikia. Kama kuna watu waliangusha bank, kuna sitaitaja jina. Kuna banki ilianguka hapa Kenya. Do you know walipofanya investigation, walikuta manager wali withdraw pesa, wakaenda vacation. Mmoja akanunulia bibi yake Lamborghini. Tunakuja unauliza bibi jioni, niwe kakarigeta kwa Lamborghini. Kale toka karire kanatokaga 100 million. Unajua Lamborghini? Unajua utaendesha hiyo. Okay, ukiwa na pesa yako umwambia ataendesha hiyo. Ni sawa. Sasa shida mnachukua pesa ya customer. Munda kununulia mabibi Lamborghini. Let me ask you. Hawa watu jua kifungua bank lazima ni watu wako na hekima. Idea hizi za kununulia mabibi Lamborghini walitoa wapi? And by that one's decision, today the bank is done. It's not there. It's not there. Na wamko na makesi. Makesi makotini watu wakiitisha pesa yao. Makesi utakesi mpaka ikuue. Itakuwa na pressure. Sasa umeanza kuona zile maloni ulichukua si Mungu. Na vile ulikuwa umesimama vizuri. Kwa counter ukauza pesa ngapi? 700,000. Haya. 700,000 hata ulipozishika ukaketi kwa nyumba ulijiuliza doa pesa hizi kiasi anasio. Ni za nini hizi? Hakuna idea na uko na 700,000 za wenyewe kwa mkono. Ona mpaka leo sasa. Sasa umegeuka ukae mtu ameokoka. Ona? Ona? Ndizo zilifanya uhame Kasarani. Sasa zilitokea kwa Ng'ethe. Tulikuja kwa Ng'ethe kutoka Kasarani. Hata ndio watu wa benki wakikuja washinde umeenda wapi. Sasa ona umeanza kukufanya mkora. Ruka titi nao. Okay, sorry. So wadugu na wadada, wakati unaona mambo kama hii, ni kumaanisha una organizewa a spiritual attack in the area of finances, and it may come even as an idea. It may come as a retrenchment. It may come as a business deal that will backfire. Kwanza ukiona unaota baada ya kuingia na mtu mkataba wa kuchukua hatua ya kibiashara, ukilala unaanza kuota tu unatafuta ATM huione. Tafadhali, can you pray more about this idea yenye umeanza kuingia ndani yake? Jina Bwana libarikiwe. Let me show you very quickly then we cross. Mimi nilitaka kununua shares za Safaricom when I was still in college. Walitangaza the first public offer. And people were even selling property to go buy. Then I took a day in fasting. I told God I want to invest in shares. Naomba uniongoze. Jioni hiyo Mungu naye ni mwaminifu. Niliona tumepanga foleni. Watu wa Kenya wengi wamepanga laini. Unaingia kwa kadirisha na kamechorwa hizo sorry to say kamechorwa inaitwa nini hizo labels za hiyo kampuni. But badala ya kupea pesa unapewa handkerchief.
ya kupaguza machozi juu utaenda ukilia. Niliona kila mtu akitoka analia anajipaguza. Na wote wako na handkerchiefs zinafanana, nikawauliza nikatoka kwa raini nikaenda pande hii hadiza nikawauliza kwani mnapewa handkerchief badala ya pesa? Wakasema mimi mara tu nega sifo. Wakiwa wote wamelia. Niliamuka nikaambia Mungu nimeshika na sitaki sasa na sita invest. Wapendwa watu walilia. Because me I knew from a very young age God is interested in finances. I knew and I talked to him about it. Hata kuinvest usiinvest bio kwa kitu. Sometimes just take a day in fasting. Just a day. Mwambie you are my guide, you are my helper. You are Aros Parakletos. You are the spirit that stayed by in me. Should I or should I not? Because it may look very attractive on the outside. Mtego ile imefichwa hapo wewe hujui. Unaweza kuta hata kampuni inatangaza the first IPO na inajua inaaguka. They are salvaging themselves. Na nyinyi juu ya jina. Mokalerai. Sasa watu wale walikuwa labda mtu amechukua loan ama ameuza shamba. Nakwambia unakwama kwa maisha. Unakwama kwa maisha. Unashinda. This is what I know. If I invest somewhere where God didn't warn me, hata kukitokea shida, I know it is just tantrums za shetani. Hapa kuna baraka. That's how where I trust my spirit. I once invested somewhere, I gave my 2.6 million. Tukaanza kufanya ni kama tunakoniwa. But I remember telling my wife, if there was trouble, I know God would have warned me. Ukiona nilienda na 2.6 nikaandikisha na zikachukuliwa na nikaenda nyumbani na Mungu hakuniambia soka, then there is blessing here. Na ni kweli Mungu amekuja baadaye kutupatia property worth a lot with very little. Very little. Wadugu na wadada, Mungu anajua pesa. Na Mungu hutaka tumwambie maneno ya pesa. Na Mungu anaweza kukuadvise kuhusu investment. He can. Jina Bwana libarikiwe. But sasa na wewe ukuwe mtu mwenye una kama Fero hakuignore hii ndoto. Alipoziona alisema wewe hebu niite interpreters maana this could be meaning something. Let me show you very quickly some of the dreams you should not ignore. Jina Bwana libarikiwe. Wow, very quickly. You know when ukiota ndoto zenye unasema you are losing money, you are losing your valuables, you lost watu ulipoteza kibeti yako na ndio ilikuwa imebeba vitu zako nzuri ukashinda ukiitafuta. Bwana asifiwe sana. Ama ukiota ukiibiwa. Unaota ukiibiwa. In whichever way. Hata wengine nasema alipoteza wallet, alipoteza whatever. Especially wadada kupoteza kibeti ni kumaanisha hizo ni vitu vali maana vitu zenyu zote valuable na za siri mnaweka kwa kibeti. Si ndio? Jina Bwana libarikiwe. Ama mkipigania pesa, arguing over money. Ama umeenda ku-withdraw pesa ukakuta banki yako iko empty. Unaamuka ukiwa ukiargue na hao watu. Pesa yako mlipeleka wapi? Wachana na watu wa bank. Jua watu wamefanya kazi miaka mingi. Sidhani kuna pesa zitapotea kwa bank. They know what they are doing. This thing is a spiritual education. This battle is not with the bank. It is a spiritual thing. Every negative dream, even to do with money, you have to pray it again. You have to pray against it. You have to bind it. You have to tell God, no, this is not my fate. Jina Bwana libarikiwe. Then, if you have those kind of dreams, please take the action. Take action in prayer. All right. Vile vile. Eda uangalie kama kuna maeneo umejiacha exposed kifedha. Kwa maneno ya fedha. I heard a lady here that tuliomba naye kuhusu biashara mpaka nikamwambia silete maombi hiyo hapa tena. Nini daga maho ya maato mataraso kio hida lilaihu. Juu inaweza kukufanya uone ni kama Mungu hawapendi. So nikamwambia hii maombi yako iko na kasoro. Tumeomba muda mrefu. Ananiambia biashara yangu inaenda chini tunaomba. Anakuja inaenda siku moja nikamuita nikamwambia, umeangalia wafanyikazi? Huenda ikawa Mungu amekubariki hawa ndio wanakuminus. Akaniambia wale niko nao wameokoka. Ati juu yake ajiri mtu anamuulizaga ushuhuda. Ni nani yako hii Nairobi ako na njaa hajui kutoa ushuhuda? Can you be wise? Na unajua Kenya tumelelewa kwa Christian background.
Tukishikwa na polisi tunaweza mpaka wahubiria. Na tumetoka ba. Haujui hivyo? Kenya kila mtu ni Peter na John na Bartholomew. Hujui? Sasa wanakuja wanamwambia wameokoka. Hata mwingine anamwambia tutakuwa tunaenda church yenu sasa yenye mnaendaga. Na ni kweli ukiangalia nyuma unaona kasichana kalikuja kakazi. Nikamwambia can you take it seriously and begin to investigate them quietly. Do you know alipoenda kwa aliamua aanze na bank. Alipoenda akauliza msichana fulani anakujaga hapa ku deposit, maana yeye alikuwa anatuma ka deposit pesa za siku wakiuza, alikuwa na duka town. Akaambiwa msichana mzuri sana huyu analeta pesa nyingi. Akashagaa nyingi na vile tunalemewa. Akasema nakuja anaweka kwa account mbili. Ya kwanza ni ya kazi, hiyo ingine ni yake. Ya msichana. Yaani ya msichana alipoenda kuangaliliwa zinawekwa nyingi kuliko zile za kazi. Alipoenda kumuuliza, alimwambia mimi si niingilie, nataka kuniita mwizi. Anataka kuniita. Do you know the following week hakukuja? Alifanya nini? Alienda akaweka kazi kubwa kuliko hii ya mama baada ya Kasarani. Na akaanza consult the same suppliers walikuwa na supply ya mama. Meaning shida yake haikuwaga kwa Mungu hamsaidii. Shida yake iko kwa wafanyikazi wale anaajiri. Iko hivyo ndugu na wadada. Hata tukiwa tumeokoka, we have to be practical about the money. You can't employ anybody. Na hata ukiwa employ, do little things like stock taking. Don't be so spiritual. Angalia tuliingiza nini na tumeuza mpaka wapi. Zilikuwa 8 naona 4 ziko wapi. Na hizi 4 are they recorded? You have to be that diligent. Huwezi hakuna utajiri ya mtu amelala hivi ati wewe unagongwa tu na manoti usiku. Te manoti gino mnaziramba. No, that's not how it works. No, can you be practical? Can you go tell people weka vitabu zote hapa za account leo yetu ni order ilikuwa gani ilikuwa hii. Walipoleta nini kimeuzwa nini hakijauzwa. Zile hazijauzwa hebu kuja tuandamane unionyeshe mumeziweka wapi. Hiyo ndio diligence ya mtu atakuwa tajiri hapa duniani. Yes. Kaida lazima godhayo. Huwezi kaa nyumbani hivi unasema ati nyinyi ndeni muuze na yuko kwa bedroom. Lima shandori barabosa. Hata unawaombea wote na majina. Nidabatia kemakia bere ya kufafa. I bless kemakia. Atunafikiria tukiwa nyumbani ukibless kemakia atakiwa dukani atabehave. Unaona ukishamubless. Hebu sasa tembea masaa mengine uone kemakia nini anafanya kwa duka. Ndio ukiona maombi ya kumbless haikufaulu, mufute ulete mtu anashika maombi. Ukitiro kwa muru taranyi taragi please. Huyu ukiona hashiki rangi ya maombi, enda ulete mtu anakunywa maombi. Hiyo moko hiyo muthira. Let me talk to people who are deliberate about what God has given them to do. Kama uko na mfanyikazi na kufrustrate, mufute. Mufute. Hata ukiona uko na mfanyikazi amekaa sana kwa duka mumezoeana, mfukuse. Bible inasema ukibebereza mfanyikazi sana utakuja kumugawia urithi among your sons. Ni gai ni kiugo kia gai. Ni proverb. Ati ukizidi kubebereza mfanyikazi kuna siku utakuja kumugawia urithi like one of your sons. So hawa wafanyikazi mnakuaga nao wengi, mnakaa miaka mpaka watu wanaanza kuwaitarisha na duka yako. Hata wewe ukiwa hapo unasikia sema mode mwena mgani na wewe ndiye mwenye duka. Muko na mgeni leo? Erotia. Wanakusalimia kama wewe ndio umekuja wewe ndio intruder. Nikiota toka juu huyu sasa unajua vile watu wao hufanya. Wanaenda wanatafuta vitu zinafanana na zako. Anaziuza, zako ukikuja unaona ziko. Lakini yeye halipi rent. Rent ni wewe unamlipia. Anafanyia biashara kwako. Ni kama panya kuzalia kwako na inalea familia. Inalea familia hapo. Iweke dawa iende. Hata sisi watumishi tunakuwa na hiyo shida. Unaleta kamutu, unaona kameitwa na Mungu lakini hakana direction. Kana shida kaangalia hivi uko na kaka kafusafusiwa nige kuragwo ni ngoma. So unakahurumia, unakaambia kuja tika kufusia, kuja ukaikare hai. Kuja ukae hapa tuhubiri. Ndio ukatrain uone kama katakuwa shupavu. We, hii age ya mtandao kanafungua channel yake. Na kuambia every jioni kako hapo kakiombea watu maombi ya 12 midnight na wewe ukira kama hoya 12 midnight.
Kaka ukanaombea tuma prayer request. Bo. Unajua hasa hakana kazi nyingine, sasa kazi yako ni maombi ya midnight. Wewe uko na shughuli nyingi, unaangalia ministry, unasoma ma messages zote watu wametuma. Dada na mahera tamau ma midnight. Kidogo unakuta mioyo ya watu imeanza kuhama. Iko kwa mtu ya midnight. Nakwambia kanisa inaenda ukiona hivi. Unaona tukeuja giovua. Mtu anakuwa na jicho la kuangalia. Huyu si wa kusaidiwa. Huyu ni wa kusaidia. Na ukiwa na tashwishi, please look at me. Mfukuse. Usiombe, mfukuse. Pastor yetu alituambia alifukuza mtu, alifufua mtu. So tukashangaa, kwa nini unafukuza? Na tunataka kufufua watu. Kwa nini unafukuza mtu? Akatuambia mtu anafufua na mimi sijafufua. Unaona tagu wafufue hakusiki. Hata kanisa anakuja late. Hata amekuja masaile roho amemwambia akuje. So nani ukilie kana? Sasa na akikuja hakai mbele anakaa kule. Nao watu juu wameshika furunu walifufua. Wewe uko mbele unahubiri na wote wakigeuka. Wakiangalia na macho wanamsalimia kwa narudi mbele. Ikata mudu mfukuza yeye. Mfukuze ndio akafufue na huko. Muite jioni mwambie ukaliukilia ndo kwa ng'ethe please. Enda ukafufulia watu na huko. Halewa mbele kuliukia ndo. Yaani kazi yote lazima ilindwe. Juu hii kazi hatukuanza na kufufua. Hii tumeleba mpaka watoto wamelala ja. Nakumbuka kuna siku mimi na mke wangu tulitoa pesa kwa hii ministry kianza. Tunalipa bills zote. Mpaka siku moja tukaambia na akatiga. Juu ya mshahara kidogo wako naye namwambia simamia mahitaji ya nyumba. Mimi yangu yote ministry. Mnakuja mnasoma ibada inatumia 5000. Washirika siku hizo tulikuwa tunawekea wimbo wakikuja kutoa. Nakuja amedance kutoa hivi. Wakishatoa mkienda kuhesabu 200 shilingi 80. Na ibada imekula 5,000 mpaka unafika nyumbani unauliza Mungu dole rado wake. Una watu wengine. Alafu baada ya kuvumilia umehubiri with your blood and water. Mtu mwingine anakuja tujua alifufua mtu na hapa kwa ng'ethe, atanafagia watu wote anaenda nao. Unaona kinyo sio liukirie. Mogothi nyuothe kwa ng'ethe. Mpaka mfufukuji ataenda hata yeye mwenyewe mtafuatana. Kwenda yeye. Kama huwezi fufua na ubehave. Wewe pamoja na the selectee mtaenda. Unaona ndio mtaidhagia. Si wana wasaidia. Jina bwana libarikiwe. Ama wewe naitwa nani Pastor Peterson. Ama wewe utaenda mahali na huku Rogai uleba. Mtaanza kanisa mtakuja kunijua. Mtajua kwa nini nahubiri hivi. Najua hata sasa mna doubt. This is not the spirit of God. No, you will know whose spirit I'm speaking by. Ukishaleba. Unaleba mpaka unakula kwa wenyewe. Mpaka unaenda kuona washirika bila sababu. Na nijue umesikia utakufia kwa nyumba. Nakuja kuwafungulia Bible na unatoa vitabu gumu ila unajua kabla waelewe chakula itaiva. Kisikia pastor anakuambia hebu soma hapo Revelation 19. Ni ili galeda leo. Todo 19 mwezi maliza kabla ugali ive. Mkishakula unasikia akisema na mwake igwe leo. Sasa akiwaombea mkikula akienda. Sasa utahubiri hivi alafu mwishowe kazi imefaulu. Ate mtu atajua amefufua mtu na huku hata hujusiki kama ni Mungu ama ni shetani walifufua naye. Ate atakuja kukuambia amechukua watu sasa ameenda nao juu alifufua. Hatujaitwa kufufua please. Hawa watu hata hatuwezi kuwasaidia muujiza moja ya kufufua. Wakisha fufuliwa mtu lazima wafundishwe na neno miaka ingine yote. Isn't it? So hatuwezi kuharibu kanisa juu kuna mtu alifufua. Sasa ukiwa mwerevu ni kupanga mtu huyo. Juu unamwambia juu nimero uko na ministry ya kufufua. Rekeguni ale uko Mariukilia. Acha nikuonyeshe mahali utawafufulia. Unamfungulia kanisa Kajiado. Huko hata hakuna moja le nyingi. So wanaweza fufua as many people as imegeuka kuwa pastor seminar. But this is important for anybody that has pioneered something. Ilinde na nguvu yako yote. Na usikawai as I finish. Kuna wakati kwetu nyumbani tuliota kila mtu na nyoka. Na yangu ilikuwa baya. Maana ilikuwa na
jicho nyekundu bila kitu ya white. Nyeusi sana. Na haitaki, inataka kuniuma tu hii mkono. Nada, nilijua, I told you when dreams are serious, take them serious. Hii haikuwa ndoto juu wakati nilimaliza, nilijikuta literally nimesimama kwa bedroom. Juu niliamuka kwa ile episode na ikemea. Juu nilikuwa naiambia, I rebuke you in the name of Jesus. Haya, mahali niligutuka nilikuwa nimefanya mkono hivi, nimesimama. Yaani hata sasa nitoka kwa kitanda, I don't know. Alafu naye akaniambia anaota every time ameenda kitchen kutayarisha breakfast, anaona nyoka iko hapo. Mzuri, namwangalia kama inataka kumsalimia. Iko na madoa. Nikamwambia then, nyoka mzuri iko na madoa ime access mpaka kitchen. Hii si nyoka, ni watu wako karibu na sisi. Na wanajifanya hawezi uma wewe. They are beautiful. Lakini nyoka ni nyoka. Ikikuuma utaigiwa na sumu. Hata hatukukaa. Tumeletewa maripoti mpaka mimi nimeshangaa. Imagine tuko na one of our pastors amejiajiri kazi ya kwenda kwa washirika one by one hadi analala huko, akiwaambia vile fungu la 10 ni Old Testament. Na anawaambia, mimi naona hapo pastor kihubiri fungu la 10 na wahurumia sana. Naona mkitoa ninasema, "Oi, mtaenda hera." Sasa nawe ukiona mtu anahubiri na pastor anakuambia utaenda hera kwa kutoa fungu la 10, sio ni kuacha. Wagethi hero kugira kiso unaachana na mambo ya fungu la 10. Nilijua ni serious ati anaenda mpaka kulala. Wanapiga debate mpaka mwisho, anawaambia juu ni usiku siwezi enda nyumbani. Analala hapo, anangorota hapo table room. Kesho anatafuta kwingine kungorotea. Mwisho anatembea wengine mpaka kazini. Hii ndio nyoka ile tulikuwa tunaona. This was the snake. Sasa nyoka, wadugu, na acha niwaulize, ukishika nyoka unamzidikisha arudi msituni ama unagoga kichwa? Atoa leo. Yosafu mnaona hamumuonagi huku. Choo niligoga kichwa. Na niligoga kichwa vizuri sana. Ndio apate discipline ya. Siku ile ataenda aanze kazi ya Mungu, ataiheshimu. Usicheze na kazi ya wenyewe. Hata ukiajiri kasichana ka kazi, uone kana waste vitu, kafukuse. Well, kuna tuzuri unakuta kako innocent akajui, so kaite kafundishe. Ukiona sasa kakona pepo ya madharau, kanaendelea kufanya the same thing. Mpaka chakula mkikula mafuta, watoto wanakaa ni kama walikuwa wamepakwa Vaseline. Mafuta nusu yote kibuyu imewekwa mchele ya sufuria moja. Kuna watoto huku akufuguki. Takerega thigakagethe maguta makuri uguo na kukwao. This could be the weapon fashioned against you. Otherwise, mafuta ya lita 3 mkikula na wiki moja mtatajirika lini? Najua hii mambo hatuhubiri juu msifikirie tunaingilia mambo yenu personal. Watu wote togate maguta mali tumukiria wiki. Ate mayai ulinunua jana, ukikuja unaambiwa hakuna. Unaweza ienda wapi? Nikula. Alafu na mzee ulikakula mayai hii yote? Shemenge. So tukimaliza hii baada, kuna watu utaenda kufukuza. Kuna stock utaenda kuchukua kazini. Hii ndio otako, by the way. Ugeterera kwa tutoke tukuliva livyo, please ndio kwa stock. Ndio kachukue stock. Ama Joseph alitigika. Si aliwaambia twende tukafanya saving. Sasa naye muda katoke rosi. Kwa sababu hata sijafika kwa principle ya saving. Na saving ndio kubwa. Na ningekuonyesha vile Mungu anataka usave. Tokeli. Kesho nimeshikana. Wacheni tukuje next week. Tumalizie principles of ya saving. Because the Bible has shown clearly where we should save. And when you begin, mimi nilishajua hivyo na nikajiapply. Ndio naona mimi niko na afya. Jina Bwana libarikiwe. Ukiishi na principles za Mungu utanawiri. Utanawiri na jia very effortless. Because kama hizi principles zingine zinawaka ya Mungu, kwa nini ishindwe? The good thing na ya Mungu hata haijui terrain. Hata haishikagi ate condition ama weather. No. Anywhere. Anasema if you go through the valleys of Baca, you shall turn it into a pool of water. Inamisha uso wako dakika moja, jiombee kwa Bwana. Talk to God for a minute.
Mwambie Mungu ya kwamba nifungie milango yote ninaingiliwa katika jina la Yesu Kristo. Na kila aina ya ndoto umeona vitu kama hizo rohoni zenye ni negative kuhusu maisha yako, kuhusu fedha, usizinyamazie. That's why the Bible says, in my name you shall cast out devils. In my name you shall cast out, you shall take up serpents. Ikiwa mfano ya all the evil spirits. I want you to talk to God right now, and I want you also to address some issues in your life right now with the authority of the Holy Spirit. Tunakushukuru Bwana, hakuna kama wewe. Ninaomba ni maombi yangu ya kwamba maisha yetu ya kifedha kwa watu hawa itapona. Na yeyote ameona mambo kama hii tunashare hapa kwa ndoto, tumeikosesha nguvu, haitatimia kwake, tumeisambaratisha, tumeiondoa katika jina la Yesu Kristo. Tumepangua mipango ya shetani juu ya maisha yao. Hata iwe iko near of our future, we rebuke it, we scatter it in Jesus mighty name. Ipitia mtu, ipitia wapi, haitapenya, haina mlango katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru wewe ni mwaminifu. Ninaomba ya kwamba hekima ya kujua mpaka ni wapi tunawekelea msaada wetu, hekima ya kujua ni vipi tunahitajika tuishi na wale wametukaribia, ikapate kuwa juu yetu. Yeyote hapa ameshambuliwa na roho ya udanganyifu, anaona nyoka kwa ndoto, hajui anaziona kwa nini, lakini anazidi kufilisika kifedha, anakosa interpretation, anakuwa na mawazo mazito. I pray that they will clear and they will see clearly what they should do in the name of Jesus.